Ningependa tuanze upande wa biashara, na nianze na ndugu Vedastus. Hivi tunaposema fiber mlangoni kwako, kwa lugha rahisi kabisa, TTCN iliona fursa gani sokoni iliyosababishwa kuanzishwa kwa mradi huu? Karibu, Mike iko hapo. Yeah. Asante sana. Ni washukuru kwanza wageni waalikwa wote kwa kufika, na nawashukuru sana. Kimsingi fursa kubwa iliyoonekana sokoni kwanza ilikuwa ni mabadiliko makubwa yaliyokuwa yakitokea duniani ambayo tuliona Tanzania haiwezi kubaki nyuma. Na mabadiliko haya yalikuwa ni mabadiliko yaliyokuwa yanalenga kwenye kufupisha mnyororo wa ugavi na upokeaji wa huduma, kwa maana supply chain. Kwa hiyo tulipoona hilo, tukaona ni muhimu sasa ule uwekezaji uliokuwa umefanywa na serikali kwenye mkongo wa taifa, ambao mkongo ulikuwa umeunganisha mikoa yote na takriban wilaya karibia zote, sasa uhamie kwenye miji, nyumba pamoja na mahali pa makazi pa wananchi, ili wananchi waweze kuona umuhimu huo wa uwekezaji, lakini na pia waweze kujiunga kwenye mnyororo wa thamani wa dunia pamoja na kufupisha supply chain kwenye mambo mbalimbali ya kiuchumi. Kwa hiyo ilikuwa ni nguzo moja kuu tuliyoiona kama fursa. Lakini la pili ilikuwa ni kwamba huduma nyingi duniani zimehamia kwenye mtandao, na nchini kwetu hapa sisi ni nchi ambayo ina uchumi jumuishi. Kwa katika uchumi jumuishi lazima wawezeshe wananchi kushiriki kwenye uchumi huo. Kwa baada ya kuona hivyo, tuliona ili tuweze kuwezesha hilo, sasa tupeleke huduma za internet nyumbani. Kwa neno fiber mlangoni kwako linamaanisha fiber itakufuata mlangoni kwako.